Karibu ewe mpenzi mtazamaji unanitazama kwa muda huu. Napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha katika swala letu la soko huru la filamu. Yawezekana ukawa wewe ni mtazamaji wa filamu zetu, inawezekana ukawa wewe ni producer wa filamu zetu za Kitanzania, inawezekana wewe ukawa ni filmmaker katika department yoyote ile ndani ya utengenezaji wa filamu. Basi naomba unisikilize kwa makini, kwa sababu hiki nitakachokizungumza hapa kwa namna moja au nyingine kinakuhusu kabisa. Wewe mtengenezaji wa filamu, ewe muigizaji, sijui wewe ni producer, script writer, wewe ni mtazamaji unapenda kufuatilia movie za Kitanzania, naomba uendelee kuwa na mimi, uendelee kunisikiliza. Kuna mazuri ambayo utayapata na yatakufungua. Hapa mbele leo napenda kuzungumzia soko huru la filamu. Soko huru la filamu zetu. Kwa nini soko huru la filamu zetu? Kwa sababu tuna changamoto ambayo inabidi tuiweke wazi, ni ugonjwa ambao unatutafuna sisi watengenezaji wa filamu, nyinyi watazamaji wa filamu, serikali yetu kupitia BASATA na bodi ya filamu wakishirikiana na kupitia shirikisho la filamu Tanzania. Sisi wote pamoja na wa filmmakers ambao tunahangaika kuweza kuhakikisha tunatengeneza filamu iliyo bora, ili wewe Mtanzania uweze kuburudika, kujifunza, na mwisho wa siku uweze kujua kwamba kipi kibaya, kipi kizuri, wapi tupite kwa kupitia sanaa yetu. Sasa soko la filamu ni changamoto kubwa sana ambayo inatukabili. Asilimia kubwa watu wengi wamekuja kwenye filamu, wanalalamika, wakiona filamu mbaya mtazamaji analalamika, producer anapakuuza analalamika, huyu mmiliki wa library anafanya biashara anatamani kusambaza kazi zetu, naye ni mmoja kati ya wasambazaji, analalamika kwamba hatujui lawama tumpe nani, uchawi tumpe nani. Lakini kwa kuanza tunaweza tukawalaumu baadhi ya watu ambao kweli hatuwezi kuficha, kwa sababu tukificha tunaendelea kuficha madudu ambayo yanaendelea kutukandamiza. Filamu ni maisha yetu, sanaa ni maisha yetu. Kwa hiyo tunapozungumzia soko la filamu, tuanze kwanza soko huru la filamu ni nini, alafu mbele ndo tutaendelea kulichambua kujua kwenye soko letu la filamu tunataka nini, tuko wapi, na uko tunakoenda kwa nini tunahitaji kwenda. Soko huru la filamu tunamaanisha tunahitaji sehemu ambayo kila anayedili na filamu, kuanzia producer, waigizaji, script writers, walimu wa sanaa, makampuni ya usambazaji wa movie, makampuni ya utengenezaji wa filamu, makampuni yanayouza vifaa kwa ajili ya utengenezaji wa filamu, sisi ma content creator ambao tunazunguka usiku na mchana kuhangaika kwamba tunatengeneza content, lakini hatuna pa kwenda kuziuza, hatuna pa kwenda kufanya biashara hii tukapata pesa tukarudisha hela yetu kama inavyohitajika. Tunavyosema soko huru la filamu zetu, tunamaanisha, wewe usionyelewa, tunamaanisha kwamba hivi tunahitaji sehemu ambayo sasa hivi hapo ulipokuwa utachukua kamera yako, utachukua simu yako, utashuti movie yako, utaikamilisha, utaisubmit bodi ya filamu hapo hapo Mbeya kwenu ulipo, Tukuyu ndani huko wewe na kompyuta yako utaisubmit, itakaguliwa, bodi ya filamu wataipitisha, movie yako utaiupload wewe mwenyewe hapo hapo ulipokuwa, movie yako itaenda kwa watazamaji wewe ukiwa hapo hapo ulipokaa, na mtazamaji kila atakavyo preview aweze kuipata, wewe upate hela yako hapo hapo muda ambao yeye anaangalia, na wewe huko unapata percent yako. Umenyelewa? Soko huru ambalo leo hii tunasema kwamba tunavotoka hatuna soko huru. Kuna mtu anasema hatuna soko huru, mbona tuna Azam, mbona tuna DStv? Azam and DStv sio masoko huru ya filamu zetu. Yale ni makampuni ambayo na wao ni wasambazaji. Kama tunavotafuta sisi soko leo hii, basi yule pale kalitafuta soko lake binafsi, kalitengeneza yeye, kawatengeneza wateja wake, na yeye yule ni msambazaji, anasambaza kazi yake kupitia kituo chake. Sasa kwa nini yule sio msambazaji, sio soko huru la filamu zetu? Azam na DStv kuna mtu anajua lile ni soko, lile sio soko, yule naye ni msambazaji. Anaenda kukutana na wateja wake, anawapa direct product. Yeye ana maamuzi ya kuchukua product gani anayoitaka yeye, saa ngapi, lini, na ili iweje. Kitendo ambacho kama wewe content yako yeye haipo kwenye misingi ya taratibu za ofisini kwake, huwezi kupata kazi.
huwezi kufanya biashara na yeye kwa sababu yeye ana vigezo vyake na huwezi kumpangia. Na hata akisema leo hii sitaki tena kuonyesha filamu, sitaki kudili na masuala ya movie, hatuwezi kumngangania, kumlazimishe kwamba fanya biashara hii ni nzuri itakulipa. Hatuna, kwa sababu kashaamua mimi sitaki tena. Soko huru ni soko ambalo litakuwa linasimamiwa na mihimili minne. Mihimili ambayo itaweza kuhakikisha serikali inapata hela, producer anapata hela, huyu mmiliki wa library anapata product na anaisambaza na kwa uhalali na kwa haki. Tutaenda kuona hii serikali inaweza kupata kipato chake sahihi kupitia soko huru la filamu zetu. Leo wewe unatengeneza movie, unatengeneza content ambayo unaitengeneza, iwe documentary, iwe clip, iwe nini. Tuna ma content creator ambao saa hizi wenyewe wanakuja wako juu, wana create content kwa speed kubwa, wanaamini YouTube ndo soko lao. Lakini YouTube sio soko letu sisi huru. Lile ni soko ambalo na lenyewe lipo ndani ya misingi na taratibu ambazo za watu wao wanaotaka soko lao liwe hivi. Tunaposema soko huru la filamu zetu, kwako wewe mtazamaji, itaweza kukusaidia kwamba utaweza kupata kazi kwa muda unaotaka wewe, utaangalia unavyotaka wewe, utaweza kuchagua kazi gani ni bora, ukapiga kula, ukaichagua bwana kazi hii kwa mwaka huu ndo nzuri, kwa sababu tuna sehemu ambayo tunauza kazi zetu na kazi zote zinapatikana. Kwa producer, soko huru la filamu zetu litamsaidia producer kuweza kujua kwamba anapofanya kazi hii, atakapoimaliza, soko liko pale, anaipeleka moja kwa moja sehemu ambayo anajua kabisa kuna wamiliki wa library wanahitaji kazi hizo kwa ajili ya kuweka kwenye biashara zao. Kuna watazamaji wa direct ambao na wao wataingia na kuweza kuangalia kazi zetu moja kwa moja bila kumpangia kwamba eti aangalie saa ngapi. Muda ana bando atachagua yeye saa ngapi akaangalie kazi. Angalie episode ya kwanza, ya pili, ya ngapi atachagua yeye mwenyewe. Hilo ndo soko huru ambalo tunalihitaji, kwamba kila mtu anakuwa na nafasi kwa wakati wake kuweza kufanya biashara, au mteja anaweza kuja kununua, kuangalia au kupiga kula, kufanya chochote kwenye filamu hiyo. Na tunapozungumzia soko huru la filamu zetu, hapa tuwazungumzii tu filmmakers, tunawazungumzia hadi wale maproducer wanaotengeneza documentary. Kuna historia ya viongozi, tuna viongozi wengi, watu wanashuti documentary hawana pa kupeleka. Tuna documentary za harusi, kuna harusi za watu maarufu, watu mashuhuri, harusi zetu sisi wenyewe mitaani, lakini zinakuwa zina tamaduni zetu na mila zetu, tunahitaji tuzione. Tutaziona wapi? Hakuna soko huru ambalo sisi tunaweza tukaweka hizo kazi. Tunarudi pia kwa mmiliki wa library. Soko huru litakusaidia nini? Mmiliki wa library litakapokuwa soko huru la filamu zetu, utakuwa una uwezo wa kwenda kuchukua filamu ambayo unajua kabisa hii filamu ndio inaongoza kwa kuangaliwa kwa muda unaotaka wewe. Hata kupangia mtu viewers aje lini, aondoke lini, akiangalia moja kwa moja wewe hela yako imeingia. Wewe mmiliki wa library utaweza kuwa na nafasi kubwa ya kuweza kupanga kazi zako. Kazi gani unaiangalia ina uhalali? Producer ameruhusu kazi yake iwepo mtaani? Tunaona saa hizi kwenye library nyingi kuna movie za kibongo, lakini producer ukimuuliza ajui movie yake imefikaje. Na huyu mtu wa library anahitaji hiyo movie kwa sababu kuna wateja wapo, ataipata wapi? Akati hakuna soko huru, anaenda kuiiba, anaiweka ofisini kwake. Kwa hiyo tunapozungumzia soko huru la filamu zetu, litaenda kumfaidisha kila mtu kwa nafasi yake. Huyu producer na watengenezaji wa filamu, huku nyuma kuna timu ya zaidi ya watu 20. Hawa watu 20 wote katika utengenezaji wa filamu wanalipwa kutokana na utengenezaji wa filamu hiyo, na kwa sababu inaenda kuuzwa. Lakini kama tunatengeneza filamu zinakaa ndani, hakuna sehemu ya kwenda kuuza, basi tutakuwa tunafanya biashara kichaa kila siku. Kuna wasanii wengi wakubwa maarufu ambao wana majina makubwa na profile kubwa, wanaogopa na wanashindwa kusimama mbele kuzungumza kuhusiana na swala la soko, kwa sababu hawajui soko hilo liweje, au wanaogopa kuharibu brandi zao, au kwa namna moja au nyingine, na wao wenyewe wapo kwenye hiyo changamoto, hawajui cha kufanya. Lakini kwa pamoja inatakiwa tushirikiane, tuweze kuiomba serikali tuletee soko huru la filamu zetu.